tulisoma kuhusu jinsi ya kuondoa umaskini, na tulisoma umaskini nini, tukaangalia zile type na vitu vya design hiyo. Lakini leo nataka tuangalie hizi foundation. Lengo la kuwepo hapa nilishasema ni kuhakikisha kila mmoja anafanikiwa, si ndio? Na uzuri wa bahati, niliwafundisha juu ya mafanikio ni nini, nikawafundisha aina za mafanikio. Kwa hiyo ni kazi kwenu wale ambao somo lile la aina ya mafanikio uliandika kulisoma tena. Sasa leo tunataka tuangalie juu ya misingi. Kila kitu kina msingi, kinajengwa na msingi. Matajiri mnaowaona matajiri, kuna msingi upo. Kina Basanga kufika hapa tulipofika, kuna msingi upo, tuliuweka tukafika hapa tulipo leo. Alhamdulillah, tulipo leo sio sawa tulipokuwa jana, lakini haya tulio nayo ni sehemu ya mafanikio. Mimi nikikaa ndani nikijiangalia, nasema kabisa kama kuna watu miongoni mwa watu waliofanikiwa hapa duniani, na mimi ni miongoni mwa watu waliofanikiwa, kwa sababu kama niliweza kutoka kuwa mwajiriwa mpaka kuwa mwajiri, au mafanikio sio mafanikio? Kama nilitoka mimi kulipa NSSF mpaka leo nawalipia watu NSSF, mafanikio sio mafanikio? Yes. Kwa hiyo haya mafanikio nilio nayo kwa kiwango kidogo yana misingi yake, na yale mafanikio makubwa unaoyaona ya watu waliofanikiwa nayo yana misingi ya kwake. Sasa leo nataka nikufundishe kwamba ukiona mafanikio ya mtu yoyote, ujue yale mafanikio nyuma yake kuna hii misingi ninayokufundisha hapa leo. Ukimesa kwenye hii misingi, inawezekana kabisa ukajikuta unapambana sana na mwisho wa siku haufanikiwi. Kwa hiyo nisikilize vizuri, unifuatilize mpaka mwisho. Naamini kuna kitu utakipata katika kujenga msingi wa mafanikio yako na wewe, ili mwisho wa siku na wewe tukizungumza watu waliofanikiwa, na wewe unakuwemo katika watu waliofanikiwa. Sasa katika misingi ya mafanikio kwenye jambo lolote unalolifanya, msingi wa kwanza kabisa wa mafanikio ni kutoa. Ndio msingi wa kwanza. Sema kutoa. Sema kutoa. Kutoa ndio msingi wa kwanza wa mafanikio ya kitu chochote au ya mtu yoyote. Mtu yoyote unayemuona wewe ni mtu amefanikiwa, mtu yoyote ambaye unayemuona duniani amefanikiwa, huyo mtu ndani yake ana roho ya utoaji. Kwa ili ufanikiwe kwenye haya maisha, ni lazima ujenge roho ya utoaji. Na mimi nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba hakuna mtu aliyewahi kufilisika ambaye alikuwa na roho ya utoaji. Hakuna mtu aliyewahi kufilisika ambaye alikuwa na roho ya utoaji. Hakuna mtu yoyote ambaye amejenga roho ya utoaji, huyo mtu mafanikio yake yataendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo na kuwepo na kuwepo. Na duniani hakujawahi kuzaliwa kiumbe ambaye hana kitu cha kutoa. Duniani hakujawahi kuzaliwa kiumbe ambaye hana kitu cha kufanyaje? Cha kutoa. Kila mtu anacho kitu cha kutoa. Watu wengi hatutoi kwa sababu tunaamini kutoa ni pesa peke yake, kwamba lazima utoe pesa, lazima utoe pesa. No. Viko vitu vingi sana vya kutoa na vikakusaidia kujenga msingi wa kuwa mtoaji na mwisho wa siku ukafanikiwa. Na nataka nikuambie kitu kwamba giving is living. Kutoa ndiyo maisha. Kama hautatoa hauwezi kufanyaje? Kuishi. Ukitaka kujua kama
kuto kutoa ni kutengeneza kifo, fanya hili zoezi ninalokuambia. Hapo ulipo si uko stable? Vuta pumzi ndani tu usitoe. Vuta ndani usitoe, vuta ndani, vuta ndani. Usitoe nje pumzi, vuta ndani. Vuta ndani. Inawezekana? Ili uishi lazima uwe unafanyaje? Unatoa. Kwa hiyo kwenye maisha, moja ya msingi mkubwa wa mafanikio ni katika kutoa. Mungu kwenye maandiko anasema hivi kwenye 2 wa Korinto 9:6-7, kumbukeni hili, apandaye kwa uchache atavuna kwa uchache, na apandaye kwa wingi atavuna kwa wingi. Kila mmoja na atoe kadiri alivyoamua moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa, maana Mungu umpenda mtoaji mwenye furaha. Hello? Yaani Mungu anapenda mtu ambaye atoe kwa furaha. Ndio maana leo mmeona leo nimekuja kuwaomba mnipe 30. Mmetoa tu vizuri, si ndio? Kwa furaha, si ndio? Ukitoa kwa furaha, Mungu anakuandika kwenye ufalme wa mbinguni kwamba huyu mtu anacho kingi, na sheria ya mwenye kingi huwa anaongezewa. Kwa hiyo Mungu pale utakapotoa atakuongezea kwa sababu umetoa kwa furaha. Kwenye Qur'ani katika Suratul Bakara 2:261 Mungu anasema hivi, mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje moja iliyochipuza mashuke 7, na katika kila shuke kuna punje 100, na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasa na mwenye kujua. Mungu amesema hivyo kwenye Suratul Bakara, na mbele tena amesema zaidi. Sasa nilikuwa nataka kujaribu kukupa kidogo Mungu amesema nini kwenye habari ya kutoa, lakini nataka niwaambie kitu wanangu, kwamba kama mnataka kufanikiwa lazima muwe watoaji. Sasa kwenye kutoa, ili ufanikiwe unatoaje? Ili ufanikiwe kwenye maisha, toa kile kitu unachokitaka. Lugha rahisi, sinaeleweka? Toa kile kitu chochote unachokitoa kiwe ni kitu unachokitaka. Kama unataka furaha kwenye maisha yako, toa furaha kwa watu wengine. Biblia inasema kimtokacho mtu ndicho kimjazacho, kwa maana hakuna mwanadamu ambaye anaweza katoa kitu ambacho hana. Na kama kimtokacho mtu ndicho kimjazacho, na asili inasema kwamba mwenye nacho ataongea. Kwa hiyo unapotoa unauambia ulimwengu wa roho kwamba we unacho, na sheria ya ulimwengu wa roho, kile ulicho nacho inakuongezea. Kwa hiyo sasa sitaki kukufundisha ukatoe kitu gani, ila nataka kukufundisha chochote unachokitaka toa. Bwana mmoja aliwahi kusema, if you want to get what you want, help other people to get what they want first. Kama unataka kupata unachokitaka, wasaidie watu wengine wapate wanachokitaka kwanza. Kwa hiyo chochote ambacho unaona we kwenye maisha una shida nacho, sikipo, si unacho? Chochote ambacho una shida nacho kwenye maisha, ukitaka kile kitu kisiwe tatizo kwenye maisha yako, jifunze kukitoa. Kama shida yako ni afya, jifunze kusaidia watu wengine kupata afya. Kama shida yako ni kupata fedha, jifunze kuitoa pesa. The more unavyoitoa pesa, unaandika kwenye ulimwengu wa roho kwamba mimi pesa ninazo nyingi. The more unavyouambia ulimwengu wa roho kwamba pesa ninazo nyingi, ulimwengu wa roho unakutafutia njia ya kufanya ile pesa ije kwako kwa wingi. Hello? Kwa hiyo kama kwenye maisha yako una struggle na pesa,
nataka nikupe principle, nikupe msingi wa kupata pesa, ni kuitoa pesa. Kile unachokipenda ukikitoa kinarudishwa kwa kiwango cha zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo msingi wa mafanikio ya fedha ni kuwapa watu wengine fedha, ni kuitoa fedha. Ukiwa huwezi kutoa fedha, maana yake una declare kwenye ulimwengu wa roho kwamba mimi sina. Na ndio maana naliwafundisha kwenye madarasa yaliyopita, ogopa kwenye maisha yako mtu akikuomba pesa alafu kasema sina. Halo? Ogopa kwenye maisha yako mtu akikuomba pesa ukasema mtu akikuomba pesa ukawa hauna, mwambie kwa sasa bajeti hiyo sijaipanga. Halo? Kwa sasa bajeti hiyo au bora mwambie mtu nimepokea, asante, tuombeane Mungu, tuombeane heri, nitafute wakati mwingine. Halo? Nitafute wakati mwingine. Bwana asante, nimepokea ombi lako, hebu tutafutane wakati mwingine. Usideclare neno sina kwenye kinywa chako. Unapo declare neno sina kwenye kichwa chako, unaandika kwenye ulimwengu wa roho kwamba huyu mtu hataki pesa. Na ndio utakuta watu wengi tulio nao, kila akiambiwa kuhusu pesa, sina, kila sina. Ile sina, unajiandika neno sina kwenye ulimwengu wa roho. Ile pesa haiwezi kuja kwako kwa sababu wewe umeshaweka ukingo kwamba wewe pesa haitakiwi kuja kwako. Kwa hiyo msingi wa mafanikio ya kiuchumi, chochote unachokitaka kwenye maisha yako au chochote unachokipata, kwa uwezo wako ulio nao, nenda katoe. Sasa yako maeneo mengi ya kutoa na nitakufundisha hapa leo. Katika kutoa nilikufundisha, toa kwa mtu yeyote mhitaji. Leo nimekwambia nipeni 30,000. Mtu mwingine anaanza kusema yaani Basanga ni kuomba 30,000 kweli? Wewe kambia 30,000 toa tu. Alafu wala hata usiulize ni ya nini. Si mtu ameshakwambia ana shida nayo. Toa tu. Sitaenda kutatua tatizo kwenye maisha yake. Toa. Toa kwa mtu mhitaji. Haijalishi yuko kwenye nafasi gani. Toa kwa watoto yatima, toa kwa wajane, toa msikitini, toa kanisani, toa pia kwa watu wa barabarani. Toa kwa viongozi wako mbalimbali, toa kwa wazazi wako. Nilikufundisha kuhusu wazazi, sijui kama mnakumbuka. Nilikwambia una biological fathers and mother, wale wazazi wa kibiolojia. Una wazazi wa kiroho, una wazazi wa kimafanikio. Sometimes toa kwa ajili yao. Haya maeneo yote hakikisha unatoa. Kuna mtu anasema mimi pesa yangu nitatoa labda tu kwa wale ombaomba barabarani, ndio nitatoa tu. Nataka nikueleze kwamba sio ombaomba wote wa barabarani ni ombaomba kweli. Ombaomba wengine wanatengenezwa, lakini ombaomba wengine wanalipia madhambi ya adhabu zao. Karma imewarudia, wanalipia madhambi yao walioyafanya. Kwa usifikiri kila ombaomba unayemsaidia barabarani kwamba yule ombaomba utapata faida. Hamna. Mwingine ombaomba analipia adhabu ya madhambi aliyofanya yeye au babu yake au baba yake. Karma ile imemrudia. Usitoe msikitini peke yake wala kanisani peke yake, kwa sababu kuna wachungaji wengine wanatumia nguvu za giza. Kuna mashehe wengine ni wachawi. Mnanielewa? Sio wachungaji wa kweli wala sio mashehe wa kweli. Kwa toa maeneo mbalimbali ili ubeti kwamba yule ambaye utakayempata sahihi ndio utakayefanikiwa. Useme mimi natoaga tu, mimi nimejitengea wajane wa pale fulani wawili, wale ndio nawapaga. Sio kila mjane ni mjane kweli. Wajane wengine waliua wamezao, ile karma imewarudia. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo moja ya msingi wa kufanikiwa kwenye eneo lako lolote unalotaka ni kuhakikisha unatoa. Hii mbinu wanatumia matajiri kuendelea kuwa matajiri na watabaki kuwa matajiri kwa sababu wanatoa.
na wewe ukiamua kuwa maskini utabaki kuwa maskini kwa sababu hupendi kutoa. Kwa hiyo ni msingi wa kwanza na ni siri ya kwanza wanayoitumia watu waliofanikiwa kwenye maeneo yoyote duniani, wanatoa. Hasa nyinyi wenye vyombo vya moto, Idi ya kuchinja, Krismasi, sijui ile siku Krismasi, Pasaka, kuna idi moja hapo ni ya kuchinja tena kwa Wakristo. Mnatakiwa mtoe kafara za kuchinja. Itawasaidia kwenye maisha yenu. Kwa msingi wa kwanza wa mafanikio kwenye elimu yoyote ni kwenye kitu chochote ni kuwa mtoaji. Kuwa mtoaji, toa. Hata salamu toa. Hela una na salamu. Kwa sababu kuna watu wazee wa kuchunia watu. Toa hata salamu. Ukifika mbele ya watu wasalimie, umetoa. Ukikuta jiwe liko barabarani, toa. Ukikuta chupa iko njiani, unaona kabisa hapa kuna mtu atakanyaga ataumia, toa. Ile yote ni kutoa. Mtu akikufanyia jambo wanaotega ndo litoe. Ukilikuta litoe, kwa sababu wewe umefanikiwa kuliona, kuna mtu mwingine hataweza kufanyaje kuliona. Kwa hiyo wewe wakati unalitoa haulitoi kwa sababu yako, unatoa kwa kuwaza kwamba kuna mtu atakuja, mimi nimeliona, lakini kuna mtu atakuja hajafanyaje, hataliona. Akilivaa ile jiwe hapa, kuna mtu atapata athari. Ukitoa lile jiwe pale pale, kalma inakuandikia umetoa. Si mmenielewa wapendwa wangu? Na ule utoaji wako unarudishwa kama sehemu ya akiba zako na utakuletea mafanikio kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuwa mtoaji, toa msaada, toa salamu, toa hela, lakini nimekwambia utoaji mzuri ni wa kutoa kile kitu unachokitaka. Kanuni ya pili ni kufanya kazi. Kufanya kazi. Msingi wa mafanikio wa kitu chochote ni kufanya kazi. Lazima ufanye kazi. Halo, hebu simama kidogo. Lazima ufanye kazi. Sasa katika kufanya kazi tunazo aina tatu za kufanya kazi. Kuna kufanya kazi kwa bidii, hii kanuni ya zamani. Kuna kufanya kazi kwa umakini, hii kanuni ya sasa, na kufanya kazi kwa ubunifu, hii kanuni ya sasa. Hii kufanya kazi kwa bidii sana ni kanuni ya zamani, lakini inafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukainclude hizi kanuni zote katika kufanya kazi. Ukafanya kazi kwa bidii, ukafanya kazi kwa umakini, na ukafanya kazi kwa ubunifu. Kufanya kazi kwa bidii ni kutumia manguvu mengi. Kutumia manguvu mengi kwenye kufanya kazi. Kufanya kazi kwa umakini ni kutumia akili nyingi. Hello? Kufanya kazi kwa umakini ni kutumia akili nyingi. Unatumia akili nyingi kwenye kufanya kazi. Kufanya kazi kwa ubunifu ni kufanya kazi kwa umakini, lakini kwa utofauti, kwamba ufanye tofauti na anavyofanya mtu mwingine. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye eneo lolote, lazima ufanye kazi. We kazi unayo tayari, hiyo kazi fanya kazi kwa umakini. Tumia teknolojia, ndo kama hizi Bolt wanawaletea. Fanya kazi kwa ubunifu, fanya kitu cha tofauti kwenye bajaji yako au kwenye pikipiki yako. Tafuta kitu cha utofauti unachoweza kufanya ili kuifanya sehemu yako ya kazi iwe na ubunifu. Kwa hiyo lazima, ili ufanikiwe kwenye maisha yako kwenye eneo lolote, lazima ufanye kazi. Na katika kufanya kazi lazima ufanye kazi kwa bidii, ufanye kazi kwa umakini, na ufanye kazi kwa utofauti, kwa ubunifu. Hiyo ni kanuni au msingi wa pili ambao uko chini ya mafanikio ya kila mtu.
Na tunaposema kufanya kazi kwa umakini, watu wote mnaowaona wamefanikiwa wanaingiza pesa usiku na mchana. Hiyo ndio kufanya kazi kwa umakini. Wanafanya kazi usiku na wanafanya kazi wakiwa macho na wanafanya kazi wakiwa wamelala. Mimi nafanya kazi mchana na ninafanya kazi usiku mpaka saa 5 usiku ninafanya kazi. Niambie nafanyaje kazi? Niulize unafanyaje kazi mpaka saa 5? Saa 2 mpaka saa 12:30, saa 12:30 mpaka saa 1 na kuwepo ofisini kwangu nafanya kazi. Lakini tena nafanya kazi kuanzia saa 10 usiku. Saa 10 usiku mpaka saa 5 usiku madaladala yako barabarani. Ikifika saa 5 kesho yake asubuhi nawasikia tu muamala hapa umeingia. Genge wa kutoka gari ya Mbande Kisewe. Mimi nilikuwepo kule. Lakini hela zimekuja huku kwangu. Hiyo ndo wanafanya kazi watu waliofanikiwa. Umakini. Fanya kazi kwa umakini. Kufanya kazi kwa umakini ni kufika mahali ukilala usiku kuna hela inatengenezwa wewe ukiwa umelala. Kwa mimi nikisema nilale saa 12, kesho asubuhi nikiamka saa 4 kuna muamala wa shilingi 90,000 unaingia. Kuna muamala wa daladala nyingine ya kutoka Mbagala Rangi 3 kwenda Kigamboni na wenyewe wa daladala ndogo unaingia. Lakini mimi nakuwa nimefanyaje? Nimelala. That's smart working. Lazima ufike mahali ili utengeneze pesa, lazima work smart. Lakini nataka nikwambie, we mzee Hamisi utaendesha bodaboda mpaka na miaka 90? Kuna muda utafika bodaboda hiyo huwezi kuendesha. Ukipigwa na upepo kidogo tu kikohoa mpaka unajamba. Sasa lazima work smart kwamba ifike mahali hata nikiwa nimelala pesa inaingia. Msingi wa mafanikio ya watu wote mnaowaona duniani ni wanatengeneza pesa wakiwa wamelala. Ndio kwa maana ya kufanya kazi kwa umakini. Ndio maana nimekwambia kufanya kazi kwa bidii ni old strategy hii. Kwa sababu hii strategy inakutaka wewe uwepo kwenye eneo la kazi siku zote, muda wote. Hii ni old strategy. Sasa hivi tunafanya kazi smart na tunafanya kazi in creative way. Na hivi vitu ndugu zangu na nyie mnaweza. Na nilishawaambia usikubali kubaki na pikipiki moja, usikubali kubaki na bajaji moja. That is working hard. Unafanya kazi kwa bidii wewe mwenyewe, lakini unatakiwa utoke kwenye mstari wa kufanya kazi kwa bidii, uende kwenye kufanya kazi kwa umakini. Maana yake pesa inaingia wewe hata ukiwa umefanyaje? Umelala. Ufanye kazi kwa ubunifu, kitu kinakuwa cha utofauti, unafanya kazi, you make money. Hiyo ndo njia ya pili au ndo msingi wa pili wa mafanikio ya mtu yoyote. Njia ya tatu au msingi wa tatu wa mafanikio ni mawazo. Sema mawazo. Sio mzee yule mawazo. Biblia inasema ajiwaziavyo mtu nafsini mwake. Qur'ani inasema kwenye surati Radi aya ya 11, sibadilishi chochote mpaka mwanadamu abadilishe kilichoko nafsini mwake. Mwanadamu ni matokeo ya mawazo yake. Maisha yako ni matokeo ya kile unachowaza. Maisha yako yawe mazuri au yawe mabaya, msingi wake ni kuwaza. Msingi wake ni kuwaza. Wakati nawauliza hapa, na mimi nilikuwa najifunza, nilikuwa nataka pia kujifunza. Mnawazaje kuhusu nyinyi? Unajiwaziaje? Kwamba hebu nimejaribu kuwaza, unaiwazaje 30,000 wewe? Nikikwambia leo nipe 30,000, unajiwazaje? Pamoja na mchango huko pale pale, lakini nitaka kuwaza. Mnawaza ushindi, mnawaza kuweza. Nataka niwape msingi unaoleta mafanikio bure. Yani huu msingi unaleta mafanikio bure.
na mimi nimeutumia na umeniletea mafanikio bure. Kuwaza, kuwaza, kuwaza. Wapendwa, kuwaza. Tutakuja tusome hili somo la mawazo lenyewe zima, lakini nataka niwaambie, you need to do a mind shift. Kama unawaza kushindwa, wallahi usitegemee kushinda. Kama unawaza we huwezi, usitegemee kuna kitu utakuja kuweza. Kama unajiwazia kwamba we maisha yako ni hapo hapo, ni hivyo hivyo ulivyo, usitegemee kuna mafuta ya upako wala kuna rukia itakuvusha. Mwanadamu ni matokeo ya mawazo yake. Sasa kuwaza, TRA watakuchaji? Kuwaza, TRA watakuchaji? Utachajiwa kodi? Kama haudaiwi hata shilingi 10, kwa nini usianze kuwaza pikipiki 20? Kwa nini usianze kuwaza bajaji 30? Kwa nini usianze kuwaza unaingiza milioni 10? Kwa nini usianze kuwaza unaingiza milioni 30? Kwa nini usianze kuwaza tu, ukawaza tu kwamba mimi naingiza milioni 10? Anza kuwaza mawazo makubwa. Hauwezi kuwa mtu mwenye mafanikio wakati unawaza mambo madogo madogo. Hello? Kuna mtu ananielewa? Chochote unachotaka kukibadilisha kwenye maisha yako, anza kukibadilisha hapa. Sema hapa. Sema hapa. Hapa, badilisha hapa. Anza kuweka picha unazotaka kuziweka hapa. Zamani nilikuwaga nafikiri mtu akiwa na milioni 10 amekuwa tajiri. Jana nilikuwa nazishika hizi milioni 10 ndani kwangu hivi. Sema hivi, kumbe mtu anaweza kuwa na milioni 10 na hela hana hata, kumbe ni mtu tu wa kawaida. Sio, unanielewa? Au na wewe kwaga uwazi hivyo? So wewe ukisikia mtu milioni 10 unahisi kama tajiri? Sasa hivi mtu mwenye milioni 10 badilisha ise, mimi nakubadilisha. Mtu mwenye 10 sio tajiri. Nakwambia mtu mwenye milioni 10 sio tajiri. Leo azigeuza hivi jana ndani. Nasikia sasa kumbe mtu anaweza kuwa na milioni 10 hapo ana hela. Mtu mwenye milioni 10 sio tajiri. Badilisha hiyo frequency. Tunatakiwa kuwaza mambo makubwa. Lazima tufanye mind shift. Tukubali tusikubali, kama tunataka kutoboa ni lazima tufanye mind shift. Mawazo ya kuwaza chumba na sebure achana nayo. Mawazo ya kuwaza kapikipiki kamoja achana nayo. Hayo mawazo ndugu yangu hauendi popote. Mawazo ya kuwaza kama Samsoni kwamba akinunua shati mpya atafilisika, achana nayo. Kwa hiyo nataka niwaelekeze kwamba msingi wa mafanikio ya watu wote ni kuwaza tu. Huo ni msingi mkubwa sana. Wewe usiangalie maisha yako yalivyo leo. Wewe waza tu. Kama unataka pikipiki 20, wewe waza pikipiki 20, jione una pikipiki 20, jihisi kama una pikipiki hata kama hazijakuja. Kwa sababu Mungu ameshaahidi kwamba ajiwaziavyo mtu nafsini mwake. Kwa kama utaanza kuwaza mambo makubwa, automatic yeye Mungu na nguvu za asili zitaanza kukupigania wewe kuwa yule mtu ambaye unayemwaza. Na nataka niwahakikishie, mawazo hayajawahi kufeli. Mambo mazuri na mabaya yote yanatengenezwa na mawazo. Kwa hiyo mawazo ni msingi wa mafanikio, na ukitaka kushinda, make sure unawaza mawazo makubwa, unawaza mawazo mazuri, unawaza mawazo ya ushindi. Hata kama unapita kwenye changamoto kiasi gani, waza ushindi na Mungu atakusaidia kuweza kupata ushindi. Sema amina. Msingi wa 4 ni uaminifu. Huo ni msingi wa 4. Uaminifu. Ili nimeshawafundisha sana, sina haja ya kulirudia. Wanasema what goes around comes around. Chochote kinachotoka kinarudi. Wanasema kama taduni tudanu, si ndio? Kama unavyofanya utafanyiwa.
Uaminifu. Mtu kaacha pochi yake kwenye bajaji yako, unaona mwanangu, maisha si ndo haya, lakini hiyo nilishawafundisha, si ndio? Si mnakumbuka? Kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu, jitahidi, pandisha hata 70% ya uaminifu. Dunia ya leo kalma inatafuta watu waaminifu. Kwa hiyo jitahidi kuwa mwaminifu, ndio msingi wa mafanikio. Msingi wa mafanikio ni uaminifu. Mimi nimeona watu wengi sana wameanzisha taasisi za vikoba, wengi, na zimeishia njiani. Kwa nini? Uaminifu mdogo. Cha kwako unataka kiwe cha kwako, na cha mtu mwingine unataka kiwe cha kwako. Haiwezekani. Cha kwako kibaki cha kwako na cha mtu mwingine kibaki cha mtu mwingine. Alafu usichokijua, ukimdhulumu mtu haujamdhulumu yeye, umejidhulumu wewe. Ile laana itakuijia kwako, ukifa haijaisha, inaenda mpaka kizazi cha 4. Nawaambiaga, ndio maana unakuta kuna watu wengine mtu anazaa toto alieleweki. Sasa mbona hii kwenye familia yetu hatuna? Kumbe babu yake huko lilikulaga hela za watu. Kuwa mwaminifu. Cha kwako kibaki cha kwako na cha mtu kibaki cha mtu. Msingi wa 6 ni imani. Sema imani. Msingi wa 5 imani. Sema imani. Biblia inasema mwenye imani japo chembe ya haradali anaweza kuambia mlima inuka uende baharini na ukafanyaje? Ukatii. Sijui kama mnanielewa. Jiamini. Mungu anapenda watu wanaojiamini. Ukijiamini, hakuna kitu utakachoshindwa, hakuna utakachofeli. Duniani hauna sababu ya kuogopa. Na mimi napendaga kujiambia kila siku, nasema kama kuna vita kubwa unatakiwa kupambana nayo duniani, ni vita ya hofu. Vita ya hofu ndio vita kubwa unayotakiwa kupambana nayo kuishinda. Kama kuna kitu unatakiwa uombe na kufunga na kutoa kafara ukiue, ni kuua hofu. Hofu ndio mzizi wa kushindwa kwetu. Waswahili wakasema umaskini wako, uoga wako ndio nini? Uoga wako ndio umaskini wako. Jiamini mwanangu. Yaani ukisikia milioni 100 unajiambia hizo mbona hela ndogo? Afu uko comfortable kabisa, mbona hizo hela ndogo tu? Milioni 100 ndogo sana. Ndogo tu. Ndogo. Alafu hauna hofu wala nini. Unapokuwa na imani na kitu chochote, unauamrisha ulimwengu wa roho kuona kwamba unastahili iko kitu. Kuna vita zingine tunashinda si kwa sababu tungeshinda, ila kwa sababu tulijenga imani ya ushindi. Ukijenga imani ya ushindi katika kufikia mafanikio makubwa, utafika na utasema nilifikaje? Ngoja nikupe mfano mmoja. Siku moja alikuwepo mtu mmoja. Huyo mtu aliwahi kusahau funguo ndani ya nyumba yake. Aliposahau funguo, wakamwambia pita dirishani. Akasema mimi kwa kweli hapa dirishani nikipita sidhani kama nitaweza kupita. Siwezi. Akavunja mlango, akaingia ndani, akatengeneza mlango. Siku moja tena, huyu mtu alikuwa ni wale watu ambao wanalala na vitu vyao ndani. Mali zao zote wanaziona. Wanalala store, simple. Wale wanalala store, simple. Watu wanalala store, mali zao zote akiamka anaziona, mali zake zote anaziona. Mtungi wa gesi wapo, ndoo, pikipiki, wengine mnaingiza hadi na pikipiki. Mali zako zote ukiamka unaziona. TV iko pale kingamu, mali zako zote unaziona. Sasa siku moja mtungi ukalipuka, moto ukawaka mlangoni. Walimkuta nje. Sasa moto ulizimika, akamuuliza umetokea wapi? Nimepita dirishani.
Wewe si mzee dirishani huwezi kupita. Wala kuchukua funguo ulisema dirishani siwezi fanyaje? Lakini unaweza. Kwa nini unaweza kupita? Yaani alikuwa na imani kwamba anapita. Na kweli akaweje? Anapita. Ndio imani kwamba huu moto uniui hapa anapita mimi. Jamaa kachopu dirishani kapita na akuumia. Kwanza ananielewa. Believe on yourself. Hii dunia hautakiwi kuogopa kitu chochote. Na kwa nini hautakiwi kuogopa kitu chochote? Kwa sababu chochote ambacho kimepangwa kukufikia kwenye maisha yako hauwezi kukizuia. Anasema lolote lililopangwa na Mungu kukufikia hakuna anayeweza kufanyaje? Kulizuia. Kwa hiyo hauna sababu ya kuogopa chochote kwenye hii dunia. Kwa sababu mwanadamu anaweza akawa kitu chochote anachotaka kuwa. Mnanielewa ndugu zangu? Wakati wanamuelewa mwalimu. Kwa hiyo believe on yourself. Yaani wewe haijalishi leo uko na level gani ya maisha. Tengeneza mawazo fulani ya maisha, alafu yaamini, na hakuna atakaye kutoa kwenye hiyo imani kwamba haya maisha lazima niishi. Hello? Kwamba haya maisha lazima niishi, lazima. Amini tu kwamba inawezekana. Ukiamini, wanasema Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Kwa hiyo kinachokurudisha nyuma, hujajengewa msingi wa kuamini, hujajengewa msingi wa kujiamini. Kama Mungu amesema ukiamini kwa imani ndogo ya chembe ya haradali, unaweza kuambia mlima hama, ukahama. Umaskini ni kitu gani? Umaskini ni kitu kidogo tu, unafika mahali unasema sasa imetosha. Lakini lazima uwe na imani. Usiseme sasa imetosha alafu ukaanza na wasiwasi. Nitawezaje? Itakuwaje? Amini na itakuwa. Usiogope, amini na itakuwa kwa kiwango cha imani yako. Sema amina. Kitu cha msingi wa 6 ni kuwa na subra. Msingi wa 6. 4, 5, 6. Kuwa na subra. Kuwa na subra. Kuwa na subra. Subiri. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Amini, waza, subiri. Yuko bwana mmoja alikuwa jenerali, alienda kwa nabii mmoja akiwa anaumwa. Alikuwa anaumwa nini? Kuna ugonjwa alikuwa anaumwa. Ukoma. Alivyoenda pale akaambiwa nenda kajichovye mara 7. Sawa Mara kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5 hamna mabadiliko. Sasa kama mara 5 haijabadilika, hizi 2 zilizobakia ndo akala kurudi anambia uliambiwa mara ngapi? Sasa nenda kaendelee kujichova. Lakini yuko bwana mmoja mwingine tena naye anaitwa Yakobo, nafikiri aitaliwa kwa laheri nini, alienda kuchumbia, alafu akaambiwa achunge mifugo miaka 7. Ni nani? Yakobo, si ndio? Alipoenda kuchunga miaka 7, alikuwa amependa kademu. Alipoenda kuchunga miaka 7, alipomaliza wakambadilishia. Wakampa laheri badala ya yule, wakampa Lea badala ya laheri, si ndio? Wakamchenjia. Jamaa anafika anataka kupiga show hivi, mbona kitu sio chenyewe? Hata hapa nishauzwa mbuzi kwenye nini? Kwenye gunia. Akarudi sasa nachukulia ndio za baba mkwe, acha mambo ya kiuni. Umenipa kitu sio, si ndio? Baba mkwe akamwambia bwana sikiliza, ni kweli kwanza tuiane lazi. Lakini kwa utaratibu wetu hawezi kuolewa mdogo kabla ya nani? Ya mkubwa.
Yule bwana akasema sawa basi, hamna shida, mimi ngoma zote nitachukua. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Akaambia utaratibu ni ule ule. Chunga tena miaka mingapi? 7 na 7 mingapi? Sasa wewe kwa akili zako ungeambia uchunge tena, ungefanyaje? Ungeshika panga. Leo tutauana. Akachunga tena 7, akamaliza, ndo akabeba nini? Mzigo. Nataka nikueleze namaanisha nini kukwambia hii. Mambo mazuri yanachukua muda. Mambo mazuri yanachukua nini? Muda. Na yanapochukua muda haimaanishi Mungu akupendi. Inamaanisha Mungu anataka akutengeneze kwanza vizuri. Kuna viwango Mungu anaweza akakupeleka ukachanganyikiwa. Yaani leo unaweza ikaja nimekwambia nimekutoa mfano wa milioni 10. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa milioni 10 leo pap. Ukachanganyikiwa. Ukaanza ukazimia. Ukaamka tena ukazimia. Ukaamka sasa hapa. Mwisho wake wanakuta wanavuta bangi. Sasa uliona zile kwa sababu ngoja niende nikatest hivi bangi wana ina test gani? Si una hela? Kwa hiyo Mungu anakuandaa taratibu anapotaka kukupa vitu vikubwa mpaka ajiridhishe kwamba una uwezo wa kubeba vile vitu vikubwa, ndio anakupatia. Sasa ukikosa subra, unakosa ule mlango wako wa mafanikio, unaukosa kwa sababu umekosa nini? Jitahidi kwenye maisha yako, msingi wa mafanikio ni subra. Lakini wakati unasubiri, hakikisha unaendelea kuwepo kwenye mchakato. Unaamini, unawaza, unafanya kazi, huku unasubiri. Ukiamka asubuhi unajiambia mimi ni tajiri, 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 hata mara 15. Unaenda kwenye shughuli zako. Usiku ukitaka kulala, ile ukishasoma dua unataka kulala, jiambie mara 20 au mara 15, mimi ni tajiri, 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 mimi ni tajiri. Ulimi unaumba. Lakini kwa kuto kujua, maisha yetu mengi tunaumba vitu vibaya kuliko vitu vizuri. Nasema uongo? Tunajitamkia kushindwa kuliko kushinda. Tunajitamkia kupoteza kuliko kupata. Matamshi yetu mengi ni matamshi yanayokuashiria kushindwa, kupoteza, kudhulumiwa. Ndivyo vitu utakavyokutana navyo kwenye maisha yako, kwa sababu ndivyo unavyotamka. Chochote unachokitamka kitakuwa. Na mimi nataka nikueleze kwamba kuwa makini sana na kinywa chako. Kuwa makini sana na kinywa chako. Ukiona hauwezi kusema maneno mazuri, nyamaza. Nyamaza. Nyamaza kuliko kujitamkia kushindwa. Unapojitamkia unatengeneza foundation. Siku zote unachomwambia mwenzako kinakurudia na wewe. Siku moja aliwahi kuambiwa mtu mmoja, akasema akaambiwa, omba kitu chochote, lakini chochote utakachokiomba kitakurudia wewe mara 2. Akasema hata nikiomba mafanikio, kaambia kitakurudia jirani yako. Chochote utakachokiomba, alimwambia muombe jirani yako chochote, na chochote utakachokiomba kitakurudia wewe. Akasema chochote, kwa hiyo nikiomba mafanikio yeye anapata mara 2. Mimi napata mara 2. Akaomba basi atobolee jicho moja. Yeye akatoboa kama ngapi? Akamwambia baya. Mdomo. Asema kamdomo. Kamdomo. Kama uwezi kujitamkia baraka, usitamke laana kwako wewe au kwa mtu mwingine, kwa sababu chochote unachokitamka kitakurudia kama kitu halisi. Kwa jitamkie maneno mazuri, jitamkie ushindi, jitamkie mafanikio, na yale mafanikio yatakufuata. Msingi wa mwisho wa mafanikio ya eneo lolote ni shukrani. Sema shukrani. Sema shukrani. Foundation ya mafanikio ya eneo lolote ni shukrani. Hiyo ndio foundation ya mafanikio kwenye eneo lolote.
shukurani, shukuru, 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 shukuru. Shukurani ni msingi. Chochote unachokifanya kuwa mtu wa shukurani. Mtu akikufanyia jambo jema mwambie asante. Mungu anasema mkinishukuru nitawaongezea. Ukishukuru utaongezea. Shukurani ni neno lingine la kuomba tena. Shukurani ni neno lingine la kuomba tena. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka kujenga msingi wa mafanikio kwenye eneo lolote, kuwa mtu wa shukurani. Shukuru, 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 shukuru. Kuwa mtu wa shukurani. Mke wako akikupikia chakula kizuri mwambie asante. Ukienda hotelini ukihudumia vizuri sema asante. Mtu akikupa kitu kizuri sema asante. Unanielewa? Shukuru. Nawaambiaga hata kusali, watu wengi wanatuambia tusali, wanatutisha. Kama usiposali kule kaburini, ukienda kuna joka kubwa, joka lile likikubana mbavu za huku zinahamia za huku. Una ushahidi gani bwana? Watu wanatakiwa wakasali kwa sababu tu ya shukurani, kwamba asubuhi mpaka saa 7 haujafa. Kuna mwenzako saizi anaingizwa mochwari, unaenda kumwambia Mungu asante. Saa 7 mpaka saa 10 kuna mtu yuko theater anakatwa mguu, wewe uko mtaani, unaenda kumwambia Mungu asante. Jumatatu mpaka Ijumamosi uko salama, Jumapili unaenda kumwambia Mungu asante. Kuwa mtu wa shukurani. Mtu akikufanyia jambo jema mshukuru. Mshukuru, mwambie asante, umenitoa sehemu fulani. Mtu yoyote mwenye roho ya shukrani, huyo mtu huwa anafanikiwa sana. Mtu yoyote. Na ndio maana utakuta kuna sadaka ndio sadaka ya shukrani. Yaani sadaka ya shukrani ni unampa mtu tu kwa kumshukuru kwamba nakupa hii. Kwa kushukuru tu, kuna kitu umewahi kufanya kwenye maisha yangu. Kuna kitu umewahi kusema nikajifunza kwenye asante. Ukiwa mtu wa shukrani, zile shukrani unazozitoa zinakujengea foundation ya kufanikiwa kwenye eneo lolote. Kwa hiyo jitahidi, ikiwezekana kwa mwaka tengeneza bajeti zako. Hata kwenye pesa yako ile ya jamii unayoweka, tenga pesa kidogo kwenye pesa ya jamii unayoweka. Hata shilingi 30,000, nunua hata vitu vidogo vidogo, nenda kampe mtu aliyekufanyia kitu kwa mwaka. Bwana, nimekuletea hizi sabuni. Unaweza kumnunulia sabuni tu za 5,000. Bwana, nimekuletea sabuni na kushukuru kwa wema uliowahi kunitendea. Siku moja bwana, nimepita pale nikakuta unatoa jiwe, mimi nikapita. Vile mtu anavyofurahi kwa shukrani yako, wewe huku kwenye ulimwengu wa roho unafunguliwa njia za kufanikiwa na unakuwa mtu mwenye mafanikio. Mungu awabariki sana.